Baada ya kuchora tattoo ya dragon, hatimaye kijana huyu akajikuta anajuta zaidi, kwa sababu yale ambayo yameweza kumtokea baada ya kuchora tattoo hiyo ndicho kitu ambacho kimemfanya akarudi tena kwa mashabiki zake na kuweza kuomba msaada wa jinsi gani pengine anavyoweza kuepukana na hili tatizo, kwa sababu madhara yameshaanza kujitokeza. Lakini mbaya zaidi ni kwamba hiyo tattoo anaambiwa kwamba asifute kwa namna yoyote ile pale. Ni story ya kusikitisha sana ambayo imebeba ujumbe wa funzo kubwa sana juu ya jinsi gani ambavyo unaweza kujifunza kutokana na hiki ambacho kimeweza kumpata kijana mwenzetu. Historia yake ni ya kutisha kidogo, lakini acha nikupe kwa ufupi kwa yale machache ambayo nimeweza kuyanotice ama nimeweza kuyafuatilia kuhusiana na kile ambacho kimeweza kumkuta huyu kijana. Sasa kabla sijaanza kukwambia, mimi naomba nikukumbushe kwanza kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kukitazama na kukisikiliza katika hii video kuhusiana na hii story ya kuhudhunisha kuhusiana na huyu kijana mwenzetu kutoka pale nchini Kenya. Mimi naitwa Gabby Official. Nikukumbushe once again, usisahau kusubscribe, alafu tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu historia fupi ya jinsi ambavyo huyu kijana mwenzetu anapitia mazito baada ya kufanya kile ambacho yeye aliamini ni superstar au ni ubisho na kuweza kutrend mtandaoni. Sasa huyu jamaa ni kutokea nchi ya Kenya kama ambavyo nimeweza kukwambia. Ni kijana mdogo ukimwangalia, na mwili wake unaonekana hapo umejaa tattoo za dragon ambazo aliweza kuchorwa yeye akiamini kwamba ingekuwa ni njia ya kumpeleka kwenye umaarufu. Yani kwa kuchora tattoo hizi aliamini kabisa kwamba angegain fan base kubwa sana, na kwenye mitandao ya kijamii mpaka sasa hivi hana followers wengi, lakini kile ambacho alikuwa anaamini pengine kingekuja kutokea kimegeuka na kuja kwa kilio na pengine msiba kwa upande wake. Baada ya kuchora tattoo hii na kukaa kwa muda kidogo, mambo ya ajabu yalianza kumtokea, kwani hayo ambayo unayaona yameweza kutokea katika mwili wake ndicho kitu ambacho kilikuja kuwa end product ya kila ambacho yeye alikuwa ameweza kukifanya. Tattoo zilianza kugeuka na kuwa manundu, ni kama vile amechomwa na moto. Sasa hayo yanaotea kama mavidonda fulani hivi yanaotea mwilini mwake, kitu ambacho kimemfanya sasa akawa anashindwa kuvaa mpaka shati. Kijana huyu sasa anasema kwamba baada ya kuona hali imekuwa kama hivyo, ilibidi ajaribu kumtafuta yule ambaye aliweza kumchora hiyo tattoo, ambaye aliweza kushare chats zake hapa kidogo na kusomea hapa kwa mujibu wa kile ambacho huyo aliyemchora hii tattoo alikuwa amemjibu. Alimwambia kwamba usijaribu kutoa hiyo tattoo ya dragon kaka, kwa sababu hiyo sio tattoo ya kawaida, usiponisikia utajuta. Alafu akaandika tafadhali. Hiyo ilikuwa ni ujumbe ambao ametumiwa na huyo ambaye alimchora tattoo, ambaye kwa jina yeye amemsave Babu wa Tattoo Ukambani mwaka 2020. Lakini kwa kumalizia hapa, yeye ameweza kupata ushauri kutoka kwa watu wake ama mafansi zake wa Facebook, ambapo mmoja wao amemwambia, my brother, if it is real, why can't you go to Pastor Ezekiel Mombasa so that he can pray for you? Amemwambia hivyo kwamba ajaribu kwenda kwa Pastor Ezekiel apate kumwombea. Lakini yeye mwenyewe jamaa pia ameweza kusema kwamba amempigia Pastor Ezekiel, akampigia Pastor Nganga, akampigia Pastor Ezekiel tena na tena, lakini bado alikuwa hajafanikiwa kuwapata. So mpaka sasa hivi anajaribu kujiuliza atapata vipi msaada kwa hiki ambacho kimeweza kumtokea, lakini yote ilikuwa ni katika harakati za kutafuta umaarufu. Tuambie nini ambacho jamaa anaweza kufanya pengine ikawa njia rahisi ya yeye kuweza kuepukana na hili, ingawaje kuna watu wanamshauri kwamba kupitia maombi huenda akapona. Kwa upande wako tuambie unalipi la kumwambia, lakini pia umejifunza nini kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kumpata mwenzetu? Tuambie kwenye hii video hapo chini ya hii video, lakini mzidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.